Wewe Viola, muda wote nimekwambia nyanyuka tu ndo kwenye chai, wewe umejikalisha hapa. Kwa mita ile aliyokuandalia chai naomba nyanyuka tu ndo kwenye chai. Usilete uchizi wako sasa. Sawa mtoto? Au unaona la babako kiasi kwa kusema sikupi chai, sikupi nini? Unaona la Usilete utaila wako. Naomba nyanyuka tu ndo kwenye chai. Mimi chai yako. Madam Wepi kasema nisiwe nakula vitu vyako. Kwa sababu wewe unipendi kwa unataka kuniua. Hivyo mtoto, una nini wewe hapo ulipo? Mpaka mimi nikuwekee sumu. Au nitapata faida gani wewe nikishakuua? Sikiza nikwambie. Usione jana pale nilipokaa na baba yako nilipokuwa nakwambia nakupenda kwa sababu nakupenda kweli. Mimi mwenyewe sikupendi vile vile. Ile kwanza swali lilivyo baya. Madam Wepi kasema hivi, nisiwe nakula vitu vyako, ulikuwa unaniwekea sumu. We, koma wewe mtoto. Na koma kuniambia maneno, sawa Nitakuja nikuumize wewe. Koma kuniambia maneno, nikusikie tena unaongea maneno kwa kingine. Kwanza nyanyuka. Alex, umefuata nini hapa? Na nani kakuelekeza nyumbani kwangu? Jana tulipoachana, nilikufuatia kwa nyuma na kugundua kuwa unaishi hapa. Kwa hiyo nilipokumisi ndio nikaamua nije tu tuonane. Alex, unakosea. Tena unakosea pakubwa. Sikukuelezea matatizo hapa nyumbani. Na nilikwambia kabisa mwenye nyumba yangu jinsi alivyo. Hahitaji niwe na mahusiano, hahitaji niwe na mwanaume yoyote wala kijana yoyote akiingia hapa. Aya, nini unanifanyia hivi? Yaani mwenye nyumba gani huyo? Yaani unamlipa kwa wakati, bili unazingatia, umeme unazingatia, inakueje mpaka anakuzuia kufanya wewe unachojisikia wewe? Hata kama unaingiza wanaume 2 kwa siku, hata kama 5, hata kama 10, hakuna mwenye nyumba wa hivyo. Acha michezo jina wana. Alex, naomba uniamini. Mimi mwenye nyumba wangu namjua. Na yeye ndio kaniambia haya yote. Sio kwamba nimejitungia kwenye akili yangu. Na kitu ninachokwambia nina uhakika nacho. Usije ukanisababishia matatizo Alex, please, naomba unielewe. Jina, acha michezo. Na kama kuna ukweli ndani ya hiki unachokizungumza, mimi nitakuhamisha hapa. Nitakupeleka sehemu nyingine. Haiwezekani, kodi inalipa mimi mwenyewe, kila kitu na kuzingatia kwa wakati. Alafu mwenye nyumba anakuja kumwekea masharti mpenzi wangu mimi. Haiwezekani Jina. Yaani inakujaje? Mimi toka nikupangishe hapa, hujawahi kuniruhusu niingie ndani. Sijawahi kupajua ndani kwako. Una maana gani kunizuia nisiingie humu ndani? Kuna nini kinaendelea? Mbona kama sielewi hivi? Sasa Alex, utanemshaje hapa wakati mimi ndo napenda? Mimi siwezi kuhama hapa. Hii ni sehemu niliyochagua, ndio sehemu ninayoipenda. Nitaendaje kuishi huko na wakati sehemu sijaizoea? Sehemu niliyoizoea ndio hii hapa. Na masharti yake ndio hayo hapa kama nilivyokuambia. Kwa hiyo,
na kuomba tu uende. Nikija huko tutaongea. Kwani shida iko wapi? Kirahisi yani. Kirahisi ni kuelewe, yani hivyo hivyo tu yani. Naomba nikwambie kitu. Sawa? Kama mwenye nyumba atakuwa anakulipia kodi hapa, nitakubali uendelee kukaa hapa. Na kama nalipa mimi, utaendelea kukaa hapa. Aliyakuwa unapelekeshwa kama vile ulipi kodi. Na kitu kingine, naondoka. Nenda kukusubiri. Usipokuja, utaniona nafika hapa. Na nikija, lazima nionane na wewe mwenye nyumba yako. Sawa, nenda. Mimi nitakuja. Nenda, nitakuja. Nenda Alex. Nenda bwana. Une vipi? Anataka nalibie mipango yangu. Wesi unajua uswazi raha, nyumba za kupanga hizi bwana zina bara, furuku zingua vimbwanga kila. Wewe aliyekupa mamlaka ya kuingia ndani kwangu bila kubisha hodi ni nani? Mpaka unaona anaweza kuingia bila kubisha hodi, basi jua nimepewa mamlaka na ruhusa ya kuingia muda wote nikitaka, na sio lazima nipate ruhusa yako. Nisikize nikwambie, humu ndani mwenye mamlaka ya kumuingiza mtu yoyote na kumruhusu mtu yoyote haingie kwa muda wowote ni mimi. Wewe kupa mamlaka ni nani? Na kama mamlaka kupa mume wangu hana mamlaka yoyote humu ndani ya kumruhusu mtu yoyote aingie wala afanye kitu chochote. Kama unajidanganya kwa maneno yako yeye, dada, naomba hiwe mwanzo na mwisho kukanyaga hii nyumba. Uoga spendi lawama za kijinga jinga. Kelele za chura zimzuie ng'ombe kunywa maji. Unapenda kuongea sana, alafu mimi siwezagi kubishana. Kilichonileta hapa ni kitu kimoja tu. Naomba kujua Viola yuko hapa. Maana sasa hivi ni asubuhi sana na simuoni hapa. Kama unajua sasa ni asubuhi, umeshindwa vipi kuelewa kama huu ni muda wa shule? Huu ni muda wa shule. Kwa mtoto yuko shule. Na nimempeleka shule na sasa ndo nimrudi nimekuja kukaa hapa. Kwa naomba masuala yako ya kijinga jinga usiniulize. Dada mbaya wewe. Tena muone unavodanganya mwenyewe mkavu. Huna taibu. Yaani sikiza nikwambie kitu. Wewe, mimi nakujua vizuri mno. Yaani nakujua kuliko hata unavyojijua wewe mwenyewe. Huo moyo wa kumpeleka Viola shule asubuhi huna? Yaani umpeleke Viola asubuhi shule, wewe urudi ukae hapo uwe na amani kabisa. Sio kweli. Kwa nataka kujua, utaniambia Viola alipo au nimtafute mwenyewe? Nisikilize. Na nisikilize sana kwa makini. Uoga sipendi lawama wala sipendi kubishana na watu wajinga jinga kama wewe. Umeona mlango uliingilia? Naomba tokea mlango ule ule. Sije nikakutoa kwa namna ambayo utakuja kunichukia maisha yako yote. Kumbe fala. Yaani nimeamua kukupa cheo. Nimefika nikakuuliza, alafu naona mimi fala mwenzio. Hivi udada shida gani? Staramshi, mimi niseme kitu kimoja kwanza. Samahani sana. Samahani
kwa misukosuko ambayo umeipata nyumbani kwangu. Samahani kwa kile ambacho kimetokea. Niseme tu, mambo ya wanawake nadhani unafahamu sana. Kwa hiyo kwa kile ambacho kimetokea, mimi sina budi tu kuzungumza kuwa naomba radhi. Tusamehe sisi. Sawa Mr. Kaboza. Kwa sababu hata Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema tusamehe 7 mara 70. Kama yeye anaweza kusamehe, sisi binadamu kina nani? Kwa hiyo kuhusiana na hilo ondoa shaka. Lakini pia nina kitu kipya nimekipata. Kipi hicho? Nimegundua kitu kwa mkeo. Inaonekana hapo nyuma ameishi maisha magumu sana na yenye changamoto nyingi sana. Bila shaka ni kweli. Mr. Lamshi, hakika ni kweli unachokizungumza. Yule mwanamke ukweli kabisa amepitia maisha magumu sana. Tena ukisikia maisha magumu kweli kweli. Ni maisha ambayo yamepelekea hata mimi baada ya kumuona hakika niliingiwa na huruma mkubwa sana. Kiukweli nikaona haina jinsi, nikabidi nimuoe yule mwanamke. Nashukuru Mungu mpaka leo nipo naye, pamoja kwamba tayari amepoteza nuru ya macho, lakini haina jinsi, imenibidi nimchukue. Tena nimemchukua akiwa yeye na yule binti yake bado mdogo sana, wakiwa wanapata tabu kwa pamoja. Yaani kifupi niseme tu iko hivyo, kwa sababu ni story ambayo kidogo kuna wakati nikisimulia inaniumiza roho sana. Kwa hiyo iko hivyo. Na labda kuhusiana na ulemavu wake wa macho, hiyo hali imetokea akiwa hivi mtu mzima au akiwa bado mdogo? Kwa ile changamoto ambayo alionayo kupoteza nuru ya macho, hakika amepoteza akiwa mtu mzima. Basi sawa mzee wangu, wala hata usijali, kwa sababu matatizo tumeumbiwa binadamu na matatizo huwa hayakimbilii. Sawa? Matatizo tunatakiwa tukabiliane nayo kwa sababu ndo maisha. Hivyo basi mimi nataka nikuombe kitu kimoja. Hebu jaribu kutafuta hospitali yoyote ile ambayo unaona inafaa. Tutatoka mimi, wewe pamoja na mama, ili tukafanye vipimo tuone chanzo kikuu au kiini kikubwa cha tatizo lake ni nini, ili aweze kupatiwa matibabu. Na kuhusiana na swala gharama hizo zote hizo, mimi nadhani ni kitu ambacho nitakigharamia mimi. Mr. Lamshi, mimi kwanza niseme nashukuru sana. Na asante na ubarikiwe. Mimi niseme kitu kimoja Mr. Lamshi. Yaani umekuwa ni mtu ambaye unanisurprise sana. Yaani unanisurprise kiasi ambacho nashindwa kuelewa. Lakini inawezekana nikasema pia ni mipango nayo pia ya Mungu. Hiki ambacho nahitaji kukifanya na hiki nimechokisikia siku ya leo. I say uko vizuri sana kiongozi wangu. Unajua Mr. Lamshi, hii njia ambayo umekwenda kuipita inawezekana ikawa ni rahisi sana hata kufika sehemu ambayo unahitaji kufika kiwepesi. Yaani nikiwa namaanisha kuwa inawezekana ikawa imepatikana sababu nzuri zaidi kupata binti. Yaani kiukweli niseme umetenda jambo jema sana, na hii itakuwa ni habari nzuri hata kwa mke wako. Asante sana bwana Lamshi. Mwenyezi Mungu afanye upesi. Bwana mimi niseme asante sana. Lazima turudishe kwa jamii ndugu yangu. Unajua tena? Kijinauli tena hiki. Haya. Wewe na siku njema mzee. Asante sana. Shukrani sana. Unajua uswazi raha, nyumba za kupanga hizi bwana zina bara, furuku zingua vimbwanga kila saa, huyu kijuso naye kazua kizaza, uswazi noma yani acheni kausha Kijungu,
kutwa madeni, kukesha kwenye ngoma, kutunzana beseni, kumwaga raza yo kwetu sio mageni. Kipakatoka, kipakatoka, kipakatoka. Bwana, tulivyokutana tunaweza kuongozana. Yaani wewe ongozane na nani? Yaani wewe ulikuja na nani huko mpaka uje ongozane na mimi? Wewe vipi wewe? Jamani, tunaelekea njia moja lakini. Njia moja? Wewe unajuaje safari zangu? Afu mbona unapenda kunizoea sana wewe? Mimi siendi nyumbani sasa, kuna sehemu nyingine naenda. Acha ushamba. Wewe shida nini? Umeumia wapi? Hapa. Ananiuma. Unaniuma sana. Kwa hapo utaweza kutembea? Siwezi. Jikaze basi. Simama, jikaze. Naumia. Kwa hapo tunafanyaje sasa hapo wenyewe? Bebe. Wewe unazingua, unajua. Nitakushusha sasa hivi utembee na mguu lako libovu. Acha kuzingua. Kwanza unanikaba, hebu niachie vizuri. Shika vizuri bwana, unanikaba. Mama Epi. Abe. Leo nina habari njema sana. Tena habari yenyewe yenye furaha kubwa kwako pamoja na kwangu. Tena furaha hii inawezekana hata binti yetu Happy akisikia itakuwa na Happy kwake ni furaha kubwa kuliko. Sijui nianzie wapi kukwambia kwanza furaha yenyewe. Mama Happy bwana, kuna mfadhili amejitokeza. Na mfadhili huyu amejitokeza kwa ajili ya kukusaidia wewe matatizo yako ya macho. Tena amesema hata kama si Tanzania, hata ikiwa nje ya Tanzania, yupo tayari kutoa gharama zake ili mradi akusaidie arudishe uhai wa macho yako. Kwa kweli nilivyozisikia habari hizi kwangu mimi mwenyewe tu kabla ya kukufikishia wewe, zilikuwa ni habari njema sana, tena sana zaidi ya sana, na hakika nilifurahi mno. Nikaona hili ni jambo ambalo siwezi hata kulala nalo, sikulitaka hata kulichelewesha muda. Ndio kama hivi nimekuja kwa haraka na nimekufikishia. Kwa hiyo hebu naomba tukubaliane na hili jambo, tuwe tayari, tumkaribishe yule bwana aweze kujitolea ili utibiwe hayo macho.
Baba Epi, hizo ni habari nzuri sana, afu njema na za kufurahisha. Sikutarajia kabisa. Lakini pamoja na hayo yote, mume wangu, nataka kumjua yule mfadhili ambaye amejitolea kwenda kunitibia mimi macho yangu. Sasa nikaa naingia kwenye mtego wa kummaliza binti yangu. Si kwa ubaya, lakini kwa uzuri tu. Sababu ni tatizo ambalo limenisumbua na limenipata ukubwani. Mke wangu bwana. Mama Epi, umekuwa na shamla ya kutaka kumjona, unakimbilia mpaka huko. Labda tu nikwambie kitu kimoja. Mtu mwenyewe wala si wa mbali. Atakuwa nani tofauti na Lamshi? Lamshi ndo amejitolea kwa ajili ya kukutibia wewe macho yako. Na nikwambie tu mke wangu, wala si kwa ubaya huu ambao unaweza kuwa unafikiria wewe. Hapana. Lamshi ameona tu kulingana na jinsi unavyopata tabu, unateseka. Na pia Lamshi kwa sasa ameshakuwa kama rafiki yangu, ndugu yangu. Japo ni kijana ambaye kweli alimtaka binti yetu. Lakini kulingana na hali ambayo ulionayo wewe ya macho yako, ameona sio vema, kajisikia na kuona hapana, kwa nini yule mama ateseke? Na yeye uwezo anao. Na ameamua kujitolea na kuwa tayari kwa gharama zake zote kwa ajili ya kukutibu macho yako. Na mimi binafsi sikuona ubaya wote, nikachukulia hili jambo la kifamilia. Kwa hiyo mke wangu, kwa hilo naomba tukubaliane naye. Ikiwezekana aje twende hospitali uanze tiba mke wangu. Baba Epi, nimesikia na nimekuelewa. Sawa, mimi nimekubali. Lakini asija kaa nafanya hivyo kwa lengo la kumpata binti yangu. Na wewe nikishanitibia nikiwa mzima, nimerudi hapa na afya yangu, ukaanza tena kunilialilia tena kama vile unavyochukua mali yake yule kijana kwamba ametusaidia si na nini, unaona umepona si nini. Amoe Epi, hicho kitu sitokubaliana na wewe. Naomba uweke akilini mwako hilo Baba Epi. Tena ulizingatie. Sitokubaliana na wewe hata kidogo. Umenielewa vizuri? Mimi kwanza nafurahi sana kuona umeweza kukubaliana na hili mke wangu. Na kuhusu swala la Happy, kwa Happy mwenyewe hataki, wala hamna shida. Na wala mimi sioni sababu eti jambo likashindikana eti kwa sababu ya mtu fulani 1 2 3, hapana. Kwa kuwa mwenyewe kashaamua na kujitolea, yuko tayari kutoa gharama zake. Na mimi furaha ya moyo wangu ni wewe kuweza kuona kama ulivyokiona. Kwa nini tusikubaliane? Kwa kuwa umekubali mwenyewe na tayari umeshakuwa ridhaa, hayo mambo mengine tumwachie Mungu, ya yeye na Happy. Lakini hili ndo la kwanza zaidi. Kwa kuwa umeweza kulikubali hili mke wangu, basi mimi naona nisichukue muda mwingi sana. Naomba ujiandae na kesho asubuhi tuweze kwenda hospitali kwa ajili ya kuanza tiba. Mimi kwangu mimi niseme, ngoja nielekee kwanza kijiweni. Tutaonana wakati mwingine tena mke wangu. Haya. Mizunguko miema. Yaani haifai na akili sana. Wameona kigezo kunitibia mimi macho, hiyo ndio njia rahisi kumpata mtoto wangu. Haiwezekani. Tena wasipokuwa makini itakula kwao. Kama Mungu amemtuma awe msaada wa kunisaidia mimi nipone, basi afanyike msaada tu. Lakini asije akasema eti ndio sababu ya kumpata binti yangu Happy bila ridhaa yake. Siko tayari juu ya hiyo. Mnatoka wapi? Naona mmependezana wenyewe. Mnafuraha? Mnatoka wapi? Amna, leo
niliamua tu nikashinda naye nyumbani. Atakuwa hata mbali. Asante sana. Mimi nashukuru sana bwana kwa kumfanya mwanangu awe na furaha. Kiukweli namuona kabisa hapo Viola na furahi. Hujamkia baba. Shikamoo baba. Marahaba mwanangu, jambo? Jambo. Miaka sasa imepita tangu tumzike baba, ndo chanzo cha kuwa na vita, ndugu kuuana. Wapo waloshika mapanga, wapo waloenda kwa waganga, nyumbani ndo ikawa vita, ikabidi tuyame kaya. Kwa malezi nilikulia kwa bibi oyae, bibi hajiwezi, wala ugonjwa ukampa mwili wake kupoza, maumivu yakanivaa, nikaisi msiba umenifika. Hata ndugu wa karibu kutaka takuja kumwona, ndugu wabaya, ndugu wabaya, ndugu wabaya, Machozi hayaniishi tangu nimzike bibi, sina rafiki ndugu wa karibu wa kunifariji, nikahamia Dar es Salaam kuja kusaka tonge kama jini.